Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Na hii ni ripoti maalum ambayo inaelezea jinsi uchumi wa Urusi ulivyogeuka kutoka magharibi kuelekea mashariki. Baada ya kuanza kwa vita nchini Ukraine, ama kile Urusi ilichokiita operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine, asilimia 87 ya biashara Urusi imekuwa ikifanya biashara na nchi za mashariki badala ya magharibi. Uchumi wa Urusi umegeukia mashariki na karibu asilimia 87 ya biashara inafanywa na nchi zisizokuwa za magharibi. Hii ni kauli iliyotolewa na Waziri Mkuu wa Urusi Alexei Overchuk ambaye ameeleza hayo siku ya leo Jumatano. Amesema kuna mabadiliko katika uchumi wa Urusi kuelekea mashariki, kuelekea kusini mwa ulimwengu, kuelekea masoko yanayoibukia katika kipindi cha miaka 5 hadi 6 iliyopita. Si kwamba ni baada ya kuanza kwa vita nchini Ukraine. Anasema waziri mkuu huyo kwamba uchumi wetu umegeukia mashariki. Na leo karibu asilimia 87 ya biashara yetu katika hali ya kimwili inafanywa na nchi zisizokuwa za magharibi, Overchuk alisema katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Rossiya 24. Miaka 5 hadi 6 iliyopita takwimu hii ilikuwa ni karibu asilimia 40 tu, afisa huyo aliongeza. Hata hivyo, nchi za magharibi ziliweka vikwazo vingi kwa Urusi hata kabla ya mwaka 2022 ambapo Urusi ilianzisha operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Kwa hivyo alikuwa akimaanisha kwamba mataifa hayo licha ya kwamba aliweka vikwazo na alikuwa kinufaika sana na mafuta kutoka nchini Urusi, lakini Urusi zaidi ya miaka 5 ama 6 ilikuwa ikifanya biashara na nchi nyingi zisizokuwa za mashariki, na hivyo nchi za magharibi zikisema kwamba zinaitenga Urusi ni kama vile Urusi imeshaachana nazo kwa muda mrefu. Hii pia imeelezwa na wachambuzi wa mambo kwamba huenda ikawa sababu ya kukua kwa uchumi wa Urusi kuliko ilivyo kwa mataifa ya magharibi. Miongoni mwa mataifa ambayo yamekuwa washirika ni pamoja na China na India. Mataifa haya yamekuwa yakifanya biashara kwa kiasi kikubwa na Urusi. India na China zinatajwa kama washirika muhimu zaidi wa biashara wa Urusi. Uwekezaji wa moja kwa moja wa Urusi katika baadhi ya mataifa kama India ni mkubwa, na pia India imewekeza sana katika taifa hilo la Urusi, na ndio maana uchumi wa Urusi umezidi kuimarika wakati wote sambamba na kile kinachofanywa na Uchina. India ni mshirika muhimu zaidi wa Urusi. Kama tunavyojua, biashara imeongezeka zaidi ya mara 5 tangu mwaka 2021. Tunaona miradi muhimu ya uwekezaji ambayo India inaweza kutekeleza nchini Urusi. Makampuni ya Kirusi yanaweza pia kuingia katika soko la India. Tunahimiza makampuni mengi muhimu ya Kirusi kuongeza mauzo ya mapato kwa kuingia katika soko la India, Dmitriev aliwaambia waandishi wa habari. Urusi na India zina uwezo mkubwa wa ushirikiano katika teknolojia ya hali ya juu, lakini pia zimekuwa zikishirikiana katika masuala ya biashara kama vile ya mafuta pamoja na gesi, licha ya kwamba India imekuwa ikipata mashinikizo kutoka nchini Marekani pamoja na baadhi ya mataifa ya magharibi. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa na Kirill Dmitriev ilibainisha hali ya wasiwasi kwa mataifa kama vile Uingereza, Ufaransa na Ujerumani, na kupitia vyombo vyao vya habari vya magharibi vijaribu kuzuia jitihada za kuangalia namna uchumi wa nchi ya Urusi unavyozidi kukua kupitia upande wa nchi za mashariki mwa ulimwengu. Vyombo vingi vya habari vya Uingereza na Ulaya haswa viko katika hali ya wasiwasi, vinajaribu kuzuia mchakato wa kuonyesha kwamba Urusi inakuwa kiuchumi kupitia mataifa ya mashariki pamoja na kusini mwa ulimwengu, tofauti na wao walivyokuwa wakiwaza kwamba Urusi itaanguka kiuchumi na kuachana na mpango wake wa vita huko nchini Ukraine. Urusi inazidi kuimarika kiuchumi, anasema Kirill Dmitriev. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.